Sasa nilikuwa nimegusia pale mwanzoni kabisa wakati ambapo tunaanza kukaribisha kwenye Big City Breakfast kwa asubuhi ya leo, nikakuuliza ulishawahi kutapeliwa au mtu wako karibu ameshawahi kutapeliwa? Na hizi issue za watu ambao wanatumia au wezi ambao wanatumia mitandao. Sasa kwa mujibu wa vyanzo tofauti vya habari ikiwemo gazeti la The Citizen katika mwaka 2025, by the way, kama ulikuwa hujui, Tanzania imekumbwa na ongezeko la matukio ya utapeli mitandaoni, hususan katika miamala ya fedha kwa njia ya simu na benki. Hii inamaanisha nini? Ni kwa tunatamaa sana mpaka ukitafuta kwa angle fulani hivi unaingia kingi haraka haraka. Unaingia king, kweli. Kwa sababu siwezi kusema ni ujinga. Huwezi kusema ni ujinga kwa sababu tumekuwa tukiliongelea hili kwa muda mrefu sana. Na ndio maana nikasema haturudii kwa sababu eti umeishiwa topic, unarudia kwa sababu ya kuwapa watu tahadhari. Ni kweli. Na hili ni jambo ambalo bado linaendelea kushamiri kwa namna moja ama nyingine. Si ndio hizo ambapo takwimu nikawa natoa hapa. Ngoja kwanza nitoe takwimu, alafu tutatupa mfano. Takwimu zinaonyesha kuwa kati ya January na March mwaka 2025, yani mwaka huu, kulikuwa na ongezeko la 33% ya majaribio ya utapeli kupitia huduma za fedha kwa simu ikilinganishwa na Disemba 2024. Kilombero wilayani pale iliibuka kuwa na idadi kubwa zaidi ya matukio haya ikifuatiwa na Sumbawanga mjini na vijijini, Mbeya mjini na Kalambo. Mbeya, alafu mimi naonaga wadau yani wajanja kweli. Mbeya, mmekubali Mbeya mjini aise. Sasa katika tukio kubwa la Mei mwaka ambao ni mwezi jana, akaunti rasmi ya jeshi la polisi ilidukuliwa, tuliona hilo, na kutumika kusambaza taarifa za uongo ikiwemo tangazo la kugushi kuhusu kifo cha Rais Samia Suluhu Hassan. Unakumbuka hiyo ilitokea Alafu sasa serikali ikachukua hatua kwa kuzima upatikanaji wa mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, nchini, huku ikionya kuwa matumizi ya VPN bila ruhusa ni kosa la jinai. VPN ile ambayo inakuwezesha kuweza kuingia, inabadilisha location yako. Unaonekana uko South America, kwa hapo Vingunguti, Nyamwele. Katika juhudi za kukabiliana na changamoto hii, serikali ilizindua kampeni ya Sitapeliki. Hii ilizinduliwa toka February mwaka huu hapa, yenye lengo la kuelimisha wananchi kuhusiana na hatari za utapeli wa mtandaoni na jinsi ya kujilinda. Aidha, serikali ilianzisha kikosi kazi maalum kabisa kushughulikia uhalifu wa kimtandao, kikilenga mikoa ya Rukwa, Morogoro, Dar es Salaam na Mbeya. Ina maana huko ndo kumeshamiri. Kwa upande mwingine, mkoa wa Singida uliripoti kupungua kwa matukio ya utapeli wa mtandaoni kutoka 141 hadi 21 kufikia Disemba 2024. Hongereni sana, kutokana na juhudi za elimu kwa umma na usimamizi pia wa usajili wa line za simu kwa kutumia alama za vidole, biometric yo. Kwa ujumla mwaka 2025 umeonyesha kuwa utapeli wa mtandaoni ni changamoto inayoendelea kuathiri sekta mbalimbali nchini, ikihitaji ushirikiano wa karibu kati ya serikali, watu wa huduma na wananchi katika kuimarisha usalama wa kidijitali. Ndio maana nimekuuliza pale, Frank, hii inamaanisha nini? Mbona tunazidi kutapelika? Pamoja na kampeni zinazoendelea, pamoja na vyombo vya habari kuendelea kukemea na kukumbushana au kuwakumbusha wadau au wananchi kuhusiana na hili, kuwa bado linaendelea, na kutoa mifano tofauti tofauti, kushare hadi kwenye social media zetu watu wanavyotapeliwa, yani kuonyesha kama mifano. Hali inakuwa ni tete. Juzi nilikuwa nimekaa hapo production na photographer wetu Shady Brown. Shady akapigiwa simu bwana na tapeli mmoja. Pale nikiwepo. Shady na ujanja wote. Na ujanja wake wote, mwamba kidogo atapeliwe, umeona? Akapigiwa simu pale, hello, miss na nani kutoka Tigo, kuna pesa imeingia. Usitaje mtandao tafadhali. Kuna pesa imeingia, sijui vitu gani. Mbona hamna pesa iliyoingia? Sasa nikusudi uweze kupata hiyo hela, sijui tafuta voucher ya nani, sijui weka hapo, alafu hiyo namba. Yani wakawa wanamtajia ule mlolongo ambao mwisho wa siku angeingia kingi na angetapeliwa vile vile. Lakini tukashtuka, nikamwambia wewe msikilize, nenda naye mpaka mwisho. Baadaye alipoona kwamba mbinu zake zinagonga mwamba, akakata simu. Jamaa akampigia tena simu, ile ikao inaita. Zamani hao matapeli ilikuwa wakikupigia simu, ukikata ile simu inakuwa haipatikani.
lakini sasa hivi anaweza akakupigia Hawaogopi. mkaongea na bado ile simu ikaendelea kuwa hewani. Mimi mwenyewe nilikupa kisa hivi nadhani wiki mbili tatu wiki iliyopita umetuambia kilichonisibu, lakini mpaka kesho ile namba bado inapatikana. Huwezi kuamini. Umeona? Kwa hiyo wana uthubutu gani? Ndo hapa tujiulize kwamba hawa matapeli wana uthubutu gani wa kujihami kiasi hicho? Na kuna mwaka fulani ilifanyika operation, wakakamatwa kibao na laini kibao za simu. Lakini hizi operation hatuoni zikiendelea. Zinaendelea? Sio sana. Zinaendelea. Nakwambia zinaendelea. Mimi sio lazima wapige picha wakaweka, lakini zinaendelea. Hapo nimeelewa. Lakini kwa uthabiti wa wananchi kuelewa kinachoendelea, nafikiri ni muhimu wangekuwa wanasema bwana, leo tumekamata hivi, kama walivyofanya Zanzibar juzi hapa. Wale walio trend kwenye mitandao ya kijamii wamevaa baibui. Wamemkamata mtu, wamempiga mapanga, si wamepora vitu gani, walikuwa vijana kadhaa wakakamatwa. Hiyo imeonekana inaleta hafueni kwa wananchi kwamba ala, wale wamekamatwa. Kwa kuna kazi inafanyika behind the scenes. Kwamba kuna kazi inafanyika.